Shujaa, kuna mashetani watatu. Naam, wako wanne ambao lazima uwashinde, lazima ukabiliane nao ili kuwa mtu yule unayetakiwa kuwa, ili kufungua mlango wa kuingia mahali ambako unataka kuingia, mahali pa uhuru. Si unaelewa? Kwenye hii sayari dunia, njia ya uhuru, milango ya kuelekea kwenye uhuru wa kila mtu, kuna hawa mashetani wanne wako pale. Usipowakabili hao mashetani, utaondoka katika sayari hii dunia ukiwa na majuto. Utaondoka katika sayari dunia ukijiona kuna kitu kama hujakamilisha, na kweli yamkini kuna nafasi nyingine utaipata kukamilisha hilo jambo. Shetani wa kwanza ni shetani wa hofu. Huu shetani wa hofu anakaa ndani yako. Anakaa ndani yako. Shetani wa hofu anakuonyesha vile ambavyo inatisha. Si unaelewa? Unakuwa na hofu ya kuonekana vibaya, hofu ya kusemwa na watu, hofu ya kukosea, hofu ya kuharibu mambo, hofu ya kuumia, hofu ya kupoteza, hofu ya kulaumiwa, hofu ya kushindwa. Yaani kuna jambo unataka ulifanye, linatoka kabisa kwenye alama ya ndani ya nafsi yako, alafu unaambiwa ukishindwa sasa, usipofanikiwa sasa, watu watasema angalia ameshindwa huyu, ameanza yakamilisha huyu. Hofu, huyu shetani ujinamizi hofu, anakupa kila sababu ya kutokufanya jambo jema ambalo unataka kulifanya kwenye maisha yako. Alafu ngani kwambie, hofu sio kitu cha kufikirika. Watu waga tunachukulia hofu kama dhana ya kufikirika. Hofu ni hali, hofu sio hali. Hofu ni kiumbe, hofu ni shetani. Si unaelewa? Ni kiumbe kabisa ambaye anakuja hivi. Yaani mwanzoni hofu anakuja kama mawazo. Si unaelewa? Anakuja kama mawazo, lakini unavyoanza kumjua na kumkabili, anaanza kujidhihirisha moja kwa moja, na kuna siku atatokea mbele yako live. Ukiweza kumwangusha hofu, ukiweza kumkabili hofu bila kumuogopa, unafungua mlango wa uhuru, mlango wa kwenda mahali ambako unatakiwa kwenda katika maisha yako kwenye hii sayari dunia. Mambo ya aibu, ukienda shuleni unaaibishwa. Wengine mlikuwa mnazalilishwa labda kwa makosa madogo, kwa madhaifu tu ya kibinadamu ya utoto, unaanza kuaibishwa. Uje kuona, mimi nakumbuka tukiwa watoto, ilikuwa mashuhuri sana watoto wanaojikojolea, wanaimbiwa wimbo kikojozi huyo. Hivi unafikiri kwamba yale yalikuwa ni maneno tu? Yale yalikuwa ni majinamizi ambao maneno ambayo ya watu hawa walikuwa wanapandikiza mashetani ndani ya yule mtoto. Shetani la hatia, shetani la aibu. Na ndio maana kuna watu mpaka mmekuwa watu wazima kwenye maisha yenu, unaongozwa na hatia, unaongozwa na aibu. Yaani unaona aibu na hatia kwa mambo ya asili. Unaona aibu kuwa vile ulivyo, kuwa vile ambavyo unataka kuwa kwenye maisha yako. Kuwa wewe. Unaona aibu. Hilo ni jinamizi hilo. Sasa nitakwambia namna ya kuponya mashetani, namna ya kukabiliana na kuyaangamiza. Shetani wa hofu ili muangamize, lazima ukaponye mzizi wa nguvu zako. Shetani wa hatia na aibu ili muangamize, inabidi ukauponye moyo wako. Moyo wako ukiweza kupata utulivu, moyo wako ukianza kudunda katika mpangilio, katika rhythm sawia, unaenda kukabiliana na aibu na hatia. Shetani watatu ambaye lazima mkabili katika kuwa yule mtu anayetaka kuwa katika maisha yako ni shetani wa mapungufu. Shetani anayekuonyesha mapungufu. Uje kuona kwenye maisha yako kila unapotaka kufanya jambo fulani zuri la ushindi, unaonyeshwa kwamba bado hujatoshea, hauwezi kuongea vizuri, hauna kipaji cha kutosha, hauna vifaa, hauna pesa, hauna mtaji, hauna hiki. Na sio tu wakati mwingine kuona mapungufu yaliyo ndani yako na mapungufu ya nje. Yaani kazi yako ni kuona yule kapungukiwa. Hapa pale bado, hapa kimekosewa, hapa kwa nini asingefanya hivi? Unaona mapungufu tu, nadhani tu ni mtazamo tu. Hilo ni jinamizi. That the devil. Usipomkabili shetani anayekuonyesha mapungufu, sahau kuingia katika kufungua mlango wa uhuru. Sahau kufungua mlango wa uhuru. Utabaki hapo hapo ulipo. Utaona wengine wakiendelea mbele, na zaidi sana utakuwa kikwazo cha kuwazuia watu wengine, na utageuka kuwa kibaraka cha huyo shetani. Si unaelewa? That the devil. Huyo ni shetani huyo. Amesimama pale. Anakuonyesha tu mapungufu, anakuonyesha tu mambo ambayo hayajakaa sawa. Hiki bado. Inakuwa kazi yako ni kukosoa. Unakosoa kila kitu, unajikosoa mpaka wewe mwenyewe. Yaani kuna jambo dogo tu ambalo itakiwa uchukue hatua moja, unaanza kuongea maneno 100.
Na hayo maneno yote 100 unaongea namna gani ni vigumu kulifanya hilo jambo, badala ya kuangalia namna gani inawezekana. Yaani angalia namna gani unakabiliana na huyu shetani wa mapungufu. Njia pekee ya kukabiliana na shetani wa mapungufu ni kwenda kuusafisha ubongo wako. Shetani wa mapungufu anatumia ukungu ulio katika ubongo wako. Ukungu huo umetengenezwa na aina ya vyakula ambavyo umekuwa ukila tangu unakuwa, au hata tangu mzazi wako alichokuwa anakula ukiwa tumboni. Kilikuathiri, kilikuletea ukungu katika ubongo, kikakuzuia kuona uhalisia wa ulimwengu. Ukawa unaona ulimwengu kama kitu kilichogawanyika. Unajiona kama uko peke yako. Kwa hiyo unaona mapungufu, unamuona yule, unajiona wewe. Lakini ukisafisha ubongo wako unaanza kuona ulimwengu kama ulivyo. Kwamba wewe sio mtu aliyejitenga na ulimwengu, bali ni sehemu ya ulimwengu. Na ulimwengu wote umejaa utele. Yaani maisha, dunia imejaa utele. Na wewe ni sehemu ya huo utele. Look, angalia hapa, kuna kilichopungua hapa. Kuna hiyo mimea ina upungufu hapo. Wewe ni tofauti na huo mmea. Wewe sio tofauti, ni kwa sababu ya ukungu ulio kwenye akili yako ndio unaokuonyesha mapungufu. Na huyo shetani huyo mapungufu anatumia huo ukungu. Kwa hiyo lazima ujue namna gani ya kwenda kusafisha ubongo wako ili uweze kuona clearly, kwa uwazi kabisa. Shetani wa 4 wote mnamjua. Huyu ni mlinzi wa mlango wa mafanikio yako, anaitwa narcissist. Kadri unavyoendelea kukua kwenye maisha yako, wengine mlikabidhiwa kwa watu hawa tangu unakuwa, wengine kwa marafiki, ukienda kazini, ukienda shuleni, wengine kanisani, wengine msikitini huko, si kwenye sehemu yote ya mijumuiko ambao unakutana na watu wengine anakuwa wandani wako, una kitanda kimoja, lakini shetani ambaye ni mlinzi. Si unaelewa? The devil who prevents you to get through the gate. Si kama umeelewa? Yaani shetani ambaye anakuzuia usivuke ule mlango. Na ndio maana kila jambo zuri unalotaka kulifanya la kukupa uhuru anakukwamisha. Siku ukimgundua, si unaelewa? Siku ukimgundua na ukafanya kazi inayohitajika kujitenga na yeye, tayari umemshinda. Au mshindi narcissist kwa kupambana naye, kwa kumuonyesha. No, unamshinda narcissist kwa kwenda kubadilisha taarifa, kwa kwenda kuikomboa akili yako ya ndani. Yaani akili yako ya ndani iliyofichika, your subconscious mind, ilishatekwa muda mrefu. Narcissistic people waliiteka ile, wakapandikiza fikra zao, wakapandikiza elimu zao za kukufanya wewe ubaki kuwa mtu wa kutumiwa. Nakumbuka hii narcissism sio tu kwa wale ambao uko nao labda tangu wazazi, wengine kwenye vizazi vilivyotangulia. Yaani kuna watu mnatembea na fikra za kinarcissistic ambao zimedumu vizazi na vizazi. Bado inaongoza maisha yako, bado inaongoza maisha yenu. Kwa hiyo lazima ufanye kazi ya kuingia ndani yako, ya kwenda kubadilisha taarifa katika mfumo wako wa ndani, katika akili yako ya ndani, ili uweze kuondoa kila elimu na fikra ambayo ndio minyororo hiyo ambayo nasi anaitumia kukufunga. Angalia, kuwa huru ni haki yako. Kuja kwenye sayari dunia kuondoka pasipo kufanya jambo lenye maana ambalo nafsi yako inafurahia. Si umeelewa? Kufanya mambo, kuwa mtu yule ambaye unataka kuwa katika sayari dunia. Jiulize, are you real free? Uko huru kweli ndani yako? Unaona uhuru? Au umekamatwa katika mzunguko wa kupambana, wa kufanya, wa kujitahidi, wa kuonekana, wa kufurahisha watu, wa kukamilisha? Huo ni mzunguko. Get out of that cycle ili uwe huru. Toka katika huo mzunguko, ile gurudumu hilo, upate uhuru wa maisha yako.